kuabudia. Na hapo kuna wahuni wakachekecha vitu vingi sana. Wakawa wanakuambia kwamba Mungu haangalii dini, Mungu si na nini. Haya ni maneno ya kitapeli bwana. Huo ni utapeli na ni wizi. Na watu wa design hii yani sijui tu kwa dunia yetu sasa hivi, lakini wanatakiwa wapate adhabu kali sana. Kwa sababu ni mawazo mgando, ni mawazo mfu, ni vitu ambavyo ni vya kumfanya mtu awe bongolala, asifanye harakati za kutafuta uhalisia. Unajua kwenye maisha duniani hapa, miaka ya ishi utakayoishi, kama ni 60, kama ni 70, kama ni 80, ukibatika kufika 100, hakuna utakachokuwa wewe umefaidika nacho kama utarudi kwa Mungu. Kwa sababu kubali kataa mzee. Wewe ni profesa, sijui nini, dokta, sijui ni kiongozi mkubwa unaongoza dunia nzima na nini, kubali kataa, Mungu yupo. Huyu ambaye anajalia hapo ulipo, unapumua, ulipi hata 100, unakwenda chooni safi kabisa, lakini unajua kabisa kuna watu wana shida ya choo, hawapati choo. Wewe unapumua kibosi kabisa hapo ulipi hata 50, lakini kuna watu wako hospitali wamekwama Muhimbili, wamekwama KCMC, wamekwama Bugando, wamekwama kwenye hospitali makubwa duniani, wanapigania uhai wao, hawawezi kupumua kwa wenyewe kama wenyewe kwa mfumo wao wa upumuaji, wanasaidiwa na mashine, wanalipia mahela kibao kwa siku, lakini wanapumua tu bure. Yupo huyo sasa ambaye anasababisha wewe unapumua hivyo ambavyo unapumua mimi, yani kibosi kabisa, utoi hata 50 nyeusi. Kubali kataa, yupo mzee, yupo. Na kwa kuongezea hapo ni kwamba hiyo ni point ya pili. Point ya kwanza ni kweli kabisa, yani kubali kataa, Mungu yupo. Point ya pili, kwenye dini zote unazoziona duniani, ipo dini moja ambayo kwa utaratibu wa dini hiyo ndio walifanya ibada manabii wote na mitume waliopita kwenye hii dunia. Mpaka leo hakuna mtume sasa hivi hapa, lakini utaratibu umeachwa wa namna ya kuabudu. Lakini jambo la tatu ni kwamba kuna maisha baada ya hapa duniani mzee. Achana na mambo ya reincarnation sijui nini, hizo ni mambo za wanasayansi, wanataleta uhuni kwenye mambo ambayo yanauhalisia. Wewe kubali kataa, baada ya kufa hapa, yani ile umezima huko, mkeo, watoto wako, baba yako, mama yako wanalia kwamba hauko na sisi tena duniani, wewe hapo ndo kwanza kumekucha, yani unaanza maisha mengine kabisa. Sasa na hapo kwenye maisha baada ya hapa duniani ndipo utagundua kwamba basi kama kuna maisha baada ya hapa, basi kuna umuhimu wa kujua taratibu wa huyo ambaye baada ya hapa unaenda kwake, ambaye ni Mungu. Ni muhimu sana mzee, usipuuze. Sisi ni watu wa kusema na kutenda. Mimi nimekomunika, ni Mcatholic kwenye asili yangu kabisa, na namshukuru Mungu kwa kunipambania. Nimeweza kusoma vizuri maandiko na nimeelewa, na kwenye uongeaji wa hili jambo ambalo nimekusudia kulifikisha hapa, sitoangalia wala kuleta unazi na upendeleo kwenye dini ambayo mimi nimezaliwa kwenye dini hiyo. Hapana, nitaongea facts, nitaongea kile nilichokikuta kwenye utafutaji wa elimu yangu na kufanya hayo mapitio. Kwa hiyo nisikuchoshe, shika pointi hizo 3 ambazo ndio episode zote nitakazoachia kwenye hii channel yangu zitatembea juu ya hiyo misingi. Msingi wa kwanza, kubali kataa, Mungu yupo. Msingi wa pili, kwenye dini zote unazoziona hapa duniani, zote unazoziona na ulizowahi kuzisikia, ipo dini moja tu ndo ya maana, yani ndio ya kutoka kwa Mungu kabisa, kwa maandiko na kwa mitume na kwa manabii. Zingine zote ni ujanja. Alafu jambo la tatu ni kwamba kuna maisha baada ya hapa duniani. Ukishakufa wewe unaanza upya kabisa. Tena maisha ya baada ya kufa ndio yana make sense, ndio ya muda mrefu zaidi, wala hutokaa ufe tena, na utakuwa ni wewe hivyo hivyo ulivyo. Sasa hizo ndio point kubwa za kuzingatia. Kwa hiyo kwa hii episode ya kwanza naomba nihitimishe hapo kwa kukuomba usubscribe, ili ninapokuwa napandisha content yangu tu pale, nikipandisha tu
madini unakuwa wa kwanza kuyapata. Kwa hiyo subscribe kwenye channel yangu, like, na unaweza ka comment pia na ukashare kwa washikaji na ndugu na jamaa na marafiki, ili waweze kupata knowledge, waweze kupata maarifa ambayo naamini hujawahi, pengine ulishawahi labda pengine kusikia, lakini sio kwa usahihi na kwa elimu na kwa uthibitisho kama ambavyo utapata hapa kwa Mfarisayo TZ. Naitwa Christian Clement Maserigiti, the big boy on the atheist crust, the golden man. Ciao.